Naam, wimbo ambao unasikiza ni Baraka One TV. Majira ni saa sita saa za Afrika Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and all in town, DJP mzee wa Ngwasuma, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Hiki kipindi pia unakisikiliza kupitia Mutul FM pale Shabunda. Na nitoe shukrani sana kwa wote wakaji wote wa Shabunda ambao wako natusikiliza, pia Butembo, Bunia, Isiro, Kisangani, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Minova, Ruchuru, Kiwanja, Masisi yote, Rubaya, ambayo kwa sasa muda si mrefu inakwenda kuingia mikono ya FRDC na wazalendo. Kama hii aliri yenye wazalendo wako nayo, General Mutayomba, General Kigingi Kotala Didier, Colonel Bonana maarufu kama Malales, pamoja na wajenero wengine wote wa kizalendo, wa kanali, wa meja, wa komanda batayo, wa S4, ba T4, ba TD, ba SD, kwa kazi kubwa yenye wako wanafanya sasa hivi. Basi hii semene itaisha, Rubaya tutakuwa tushaikamata, kwa sababu kwa mazingira yetu tuko nayo sasa hivi tunaiencercle Rubaya kiasi kwamba tunasubiri tu filimbi ya mwisho tukamate Rubaya. Na ili kwa Rubaya ikiingia mikono ya wazalendo na FRDC, tutakuwa tunaua nguvu ya M23 kwa asilimia 60 kwa asilimia 60. Tukikamata pia site minier ya Twangiza, tunaua nguvu ya M23 mu 80%. Kwa hiyo wanabakia tuna 20%, na itakuwa iko ni nyepesi sana na rahisi kwa serikali kuweza kuwa na maexigence zenziko za nguvu vis-a-vis na M23. So karibuni sana. Komanda Region Kashindi Dunia, tatizo lake yeye na wazalendo linazidi kuleta sura nyingine mpya. Mmemsikia kwenye matangazo yetu ya asubuhi, James F. Kadui anasema kwamba ataitisha maandamano yeye, James F. Kadui. Dayeri itabidi tumtafute James F. Kadui tuonge naye tuzungumzie hili swala. Hili swala linakakaje? Kwa nini kuitisha maandamano? Nini ambacho kiko nyuma ya mgongo hapa? Komanda Region alisema na mimi pia nilikuwepo pale, kwamba wazalendo wote warudie Runingu. Pesa zao ziko, niko nazo mfukoni. Tutaenda Runingu, tutawa identify juu ya kuwa napata chakula, silaha, risasi na pia prime yao tutawapea. Kwa hiyo twende sisi wote Runingu. Vikosi vimeenda Runingu kupewa sasa ile pesa yenye alisema atawapatia haitoki. Shida iko wapi? Je, kati ya Komanda Region na James F. Kadui, nani iko na sheria na nani ambaye hana sheria? Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo yetu kila wakati. Pia tutaingia Makobola, rebellion ya RCD, mauaji yenye ilifanya Makobola, Kasika, Wangolube, Wamnene, Walulenda na sehemu zingine mbalimbali ni kama vile inasahaulikwa. Wale wenye walipata matatizo ya mauaji ya kimbari jimboni Kivu ya Kusini wamewasahau, isipokuwa tu wa Kisangani ndiye kama wanakumbukwa hivi. Mauaji ya Holocaust ambayo inafanyika kila mwaka inajumlisha mauaji yote ya kimbari yaliyofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini je, wale wakaaji wa Kivu ya Kusini katika haya maeneo niliyoyataja hapa, ikiwa pia na Mutarule, wananufaika na hiyo kumbukumbu ya mauaji ya kimbari yaliyofanyika miaka ya 1996, 98, 2000, wakati magaidi wa RCD Goma wakifanya haya mauaji ambayo kwa sasa hivi ndiyo M23. Ukisema AFDL ndo RCD, AFDL ndo CNDP, AFDL ndo M23, RCD ndo CNDP, RCD ndo M23, CNDP ndo M23 ya kwanza, CNDP ndo M23 ya pili, M23 ndo AFC, M23 ndo Sauvons le Congo,
M23 ndo hii coalition 64. Unaona? Donc ndo hii ambayo tutakwenda kujadiliana sasa hivi. Tulikuwa pale Makobola Kahama. Ulipata tu nusu kwenye habari zetu za asubuhi, lakini nitakuletea yote kamili kwenye hii hapa ya Baraka16. Na ilikuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Na kwenye pia like na subscribe Mwangaza TV itakufanya uwe mkuu wa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Jamani, tembelea pia Mwangaza TV. Unajua Mwangaza TV kuna mambo mengine mengi ambayo utakuwa unakutana nayo ya utofauti na hapa Baraka1 TV. Unaona tu tunafanya hivi kwa ajili ya kuwa na kuletea vitu tofauti. Mwangaza TV utakuwa unapata video ziko clear za field zenye zilitoka sehemu kwenyewe, tulifika sehemu kwenyewe, hapa ni sehemu fulani pamefanyika hivi na hivi, angalia, utakuwa unazipata pale. Licha kwamba nitakuwa nakuwekea nusu huku kwa Baraka1 TV, lakini zaidi sana ni kule Mwangaza TV. So ni muhimu pia kwenda kushare, kusubscribe na kulike Mwangaza TV. Cha kufanya ni unatembelea tu kwenye description hapo kwenye andika description. Pale kuko link ya Mwangaza TV, kuko link ya mavideo ambazo tuko tunaziachia hivi karibuni ambazo ziko tayari kuhusiana na hali mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So tungane wote kwa pamoja. Taarifa mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako wazalendo na FRDC kwa muungano wa pamoja wanafanya kazi kubwa ya kuendelea kumtonga adui ambaye ni M23. Sasa wazalendo wanaombwa kitu kimoja. Nazungumzia Janvier Karihiri, nazungumzia pia wa general wengine wa wazalendo kwa wakati huu ambako General Mutayomba Stanislas iko na focus kwenda Rubaya, akiwa pia na Kigingi Kotala Didier, Jean Didier, pia akiwemo na Kanal Bonana maarufu kama Malalez. Kwa hii nguvu wenye wako na unganisha ya pamoja kwenda kupiga M23 Rubaya, ilikuwa ni opportunity sasa wa general wengine wa wazalendo watumie nafasi hii, wajitokeze sehemu mbalimbali, wote washambulie kwanza Rubaya, wakamate kwanza Rubaya, kisha mengine yafuate baadaye. Position zao waende wazirenforce baada ya kuwa washachukua Rubaya. Ni hombi, na hombi hili ningependa wazalendo waweze kulisikiliza hivyo, na hata pia baadhi ya wazalendo kutoka Sud Kivu na wenyewe pia wangepanda kule ili waende wasaidiane na wazalendo wengine ambao wako Rubaya kwa ajili ya kudhibiti mji wa Rubaya, kwa sababu Rubaya ni pumo, Rubaya ndio pepo, Rubaya ndio pumzi ya M23. 60% ya resources ambazo M23 wako nazitumia juu ya vita iko natoka Rubaya. Madini ambayo yako yanapatikana Rubaya ndio yako yanalimante M23. Kama M23 iko napata nguvu ni kwa sababu ya hili. Wanajua pale wako wanachimba madini, wanapata madini, wanayauza, wananunua silaha. Waona silaha ambazo zimenyang'anywa mu mikono ya M23. Silaha zingine ambazo sisi hatuna, wazalendo hawana silaha zingine kama hizo ambazo uko unaziona, hawana. Waona hata kuipiga tu iko nashindikana kuipiga. Jinsi ya kuipiga ni ngumu kwa sababu hizo silaha hakuna. Unaona? Lakini ziko mu mikono ya M23. Tulizane wao wanazitoa wapi? Sisemi kwamba FRDC haina, nasema wazalendo. Sababu kuna silaha ambazo wazalendo wanazipewa na zenyewe hawapewi. Kwa mfano, mzalendo yeye anapewa PKM, mzalendo anapewa mortier, hii mortier kawaida, anapewa na maaka 45 tusa hizo. Lakini zile mortier 12, zile makano, ushelewa? Zile mzalendo apewaki zile silaha kubwa. Zile kubwa ni backup ya serikali, ni backup ya FRDC, ndio wanakuwa wako nazo. Sasa M23 zile silaha kubwa ndio wako nakuwa nazo front line, kisha kule front line wana fair face na mzalendo. Unaona?
licha kwamba ya silaha kubwa yenye M23 iko nayo, mzalendo iko na yake AK-45, iko na hiyo PKM zake 2-3, lakini wako wanawasha moto. Unaona, sitakuwa nashindwa kutoa reference kwa komanda Zamu mwenyewe alisimamisha zaidi ya 1000 M23 akiwa iko na PKM moja na mortier moja na maaka 47 45 47 AK-47. Unaona, na huku wakiwa ni wanajeshi 17. Ndo utagundua kwamba sisi tuko nguvu. Kama ni nguvu, wazalendo wako na nguvu kubwa kushinda M23. Licha ya logistiki yenye M23 iko nayo, mipango, soutien, tusa, lakini M23 haina nguvu ya kufere face na mzalendo. Mbaya zaidi sasa, haina nguvu ya kufere face na FRDC, unité spéciale ya Baibu. Unaona? Kwa hiyo ni jambo la muhimu. Wito wangu ni kwamba wazalendo wengine wa huko Nord Kivu, hata wala Sud Kivu vile vile, wanaweza kuungana na wazalendo ambao tayari wamekwisha kusogea katika vijiji muhimu. Sasa hivi Rubaya imezingirwa vibaya mno. Rubaya sasa hivi hakuna pa kuchomokea, isipokuwa tu raia ndio wako wanaanza kuchomoka ili kuepuka hatari zaidi ambayo iko inasogea. Kuhusiana na raia, mimi naweza kuambia kwamba raia ya Rubaya, chukueni nafasi ya kuondoka hayo maeneo kama bado mngali na muda, kwa sababu M23 wana kawaida ya kufanya hivi. Wakiingia mumaesheki, sible yao ni kwa population, kisha wanazingizia kwamba ni wazalendo. Kwa hiyo kama muda ukingali, unaona uko na opportunity ya kutoka Rubaya, anza kutoka Rubaya mapema. Sasa hivi hii wiki ikiisha, tukianza wiki ijayo, utakuwa tena no access ya kutoka Rubaya. Hutakuwa na nafasi tena ya kutoka Rubaya. Kwa hiyo unatakiwa uanze kutoka Rubaya ingali mapema, kabla mambo hayajaribika zaidi. Na sisemi hivi kwamba mambo yanaharibika kwa upande wetu. Sisi tunaenda ingia Rubaya na raia iko mu Rubaya, haitafanywa kitu kwa sababu ni watu wetu tuko nao. Lakini hofu yangu ni kwamba M23 ita take advantage ya kuua raia wasiokuwa na hatia, kisha wanazingizia ni wazalendo. Ona mauaji yenye walifanya Makobola, mabomu yenye walikuwa narusha Makobola kwa raia. Watoto wasiokuwa na hatia ndo wanapata majeraha, watoto wanazimia, nusura wafi, kwenda hospitali ni shida. Yote ni nini? Ni madhira ya M23. Kwa hiyo ndio kitu ambacho wanatakiwa waweze kufanya kwa raia kuweza kuondoka Rubaya kadiri vile watakavyoweza. Kwa sasa kiufupi ni kwamba Rubaya imezungurukwa. Nguvu wazalendo imekuwa ni nguvu kubwa, na tunasubiri tu tupate habari njema muda wote ule kutoka ndani ya kitongoji cha Rubaya. Rubaya ni tarafani Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Reserve ya dunia ambako kuna chimbwa madini yenye thamani kubwa duniani. Shida kati ya James Fieka adui, sio James Fieka adui na Komanda Region, no, ni shida ya leadership. Ngoja nizungumzie hivi, nitaenda kwa mpango ambao uko tofauti kidogo. Komanda Region hawezi kutoa order yake yeye yenyewe anajisikia mwakili yake kuambia ki wazalendo wote warudie nyuma. Twende kwa mfano. Rais President de la Republique si Felix, yeye anasema kwamba wazalendo wanatakiwa kusaidiana kwa ajili ya kumpiga adui. Ushelewa? Wazalendo waungane kwa pamoja wamkungute nani? M23. Wote tunakubaliana hivyo. Rais anasema wazalendo wapewe moyen juu ya kupigana na M23.
Kisha sasa niambie, eske komanda region atakataa? Bo, tujaribu tu kufanya kuwaza kama vile watu wenye kuwa na mawazo. Unaona? Tuwaze kama watu. Rais anasema wazalendo wapewe vitu vyote ambavyo viko necessary kwa ajili ya kupigana na M23. Wazalendo wapewe posho. Wazalendo wapewe mshahara. Milioni 4 inatoka kila mwezi kwa ajili ya RAD. Juzi kati hapa kiongozi wa RAD Lieutenant General Padiri alikutanana na washirika mbalimbali na kuzungumzia jinsi ya kuweza kuimarisha reserve ya arme ya defense ambayo ni RAD. Sawa? Walizungumzia juu ya partnership, jinsi ya kukuza RAD, kuimarisha RAD, ifanye kazi yake vizuri. Kwa hiyo pesa za RAD ziko zinatoka. Na zikitoka selon RAD gisi inasema, unaona kitu kimoja hapa hivi. Generali dunia haiko murade. Haiko RAD. No. Licha kwamba RAD iko komande na FRDC, mais haiko ku niveau ya commandement ya region. RAD iko ku niveau national. Juu coordination provinciale ya RAD haiko géré na militaire. Ile iko géré na VDP wenyewe. Et donc au niveau ya commandement ya RAD ni ku niveau national. Est-ce que tunaelewana hapo? Ni ku niveau national. Mais mu cadre ya operation, kama operation ndo inataka kufanyika, order inatoka ku commandement general ya FRDC ku niveau ya Kinshasa, bana ituma ku niveau ya province. Ikifika ku niveau provincial, komanda mwenye chargé pale ana informer coordinateur provincial wa RAD ku province kwamba kuna order imekuja hii na hii na hii na hii na hii na hii. Kisha coordinateur provincial wa RAD anaituma sasa muma territoire ya RAD. Wale nao wana executive wanatuma. C'est ça l'administration. Ndio gisi natakiwa itembee hivyo. Tuulizane, eske mu Sud Kivu hatuna coordinateur provincial wa RAD? Wa VDP hatuna? Koma order ziko zinatoka hivi n'importe comment. Komanda wa FARDC anasema watu wanasema depuis leo wazalendo wote nyuma. Kita donner l'ordre. Kwa nini kama uliambiwa wewe okay, komanda region unapewa order ya kuambia wazalendo wote warudi nyuma, kwa nini usikontakte coordinateur provincial ya RAD? Ndio nakuja kuamini kwamba il paraît hii ma coordination za RAD ziko umo Muvira na Fizi aziko rekoni Kinshasa. Naelewa sasa kwamba bado hawajaweka coordination ya RAD mu Sud Kivu. Nafikiri tunaelewana pale. Kwa sababu administration gisi inatakiwa iende kabisa, haiko ndo gisi iko inaenda. Wakati taarifa inatoka ku niveau national, ingeshuka ku province, province inashuka ma territoire. C'est ça l'administration. Non, na commandant region hawezi kuwa na ile audacité ya kuambia mzalendo ke mie niko na franga yako, iko mumfuko, njoo nikupe franga yako tukutana nafasi fulani. Mzalendo anafika pale, leta sasa franga, haleti. Toa sasa hiki, hatoi. Chakula hii, hatoi. Sasa ni ma contradiction. Jite ni ma contradiction. Kwa hiyo komanda region quelquefois iko na sheria kwa sababu yeye haiko ndo mwenye iko na pesa za muzalendo mu mfuko yake. Labda iko naambiwa cha kufanya. Anajikuta naye anasema kinyalambiwa aseme. Mwenyewe alimwambia aseme, yeye sasa anakuwa hawezi kutekeleza kile kenye aliambiwa, kenye aliambiana mtu akiseme. No, lakini kusema ki komanda region yeye ndio iko na ile audacity, hana ile mamlaka. Komanda region hana mamlaka kumfukuza mzalendo kufront kwa sababu akumwangaje mzalendo. No. Anaela sema vile juu yetu ya kusema kuna order imetoka quelque part. Kumbuka kwamba arme ni order. Arme ni order na execution. Question zinakuja baadaye. Pourquoi? Comment? C'est après l'ordre, après l'exécution de l'ordre. Lugisi arme inatembeaga hiyo. So hautauliza kwa nini niende, nono, uende kwanza kisha baadaye. Sasa James Feka Dui anafanya rappel. So watu wako na confondre audio ya James Feka Dui kusema kwamba ni audio swate ya menace, ni audio ya kufanya revolution, nani soulèvement populaire, c'est tout ça. Nono, haiko audio ya soulèvement populaire, mais
ni audio ya rappel, anamrapele ndo komanda region, ulituambia tutoke huku turudie Runingu, utatupatia franga zetu, motivation zetu huku nazo mfuko. Sasa mbona hautupatii? Shida iko wapi? Tuambie. Na mpaka unaona audio inatoka hivi, washaongea. Ushelewa? James Figa Duya haiko fuu tu wa kutoka hivi na kusema no, washaongea deja. Haiko azare hii. Hii haiko azare. Ishaongeleka, wameongea lakini hakuna solution. Sasa gisi hakuna solution, tutajikomportea. Ifo sasa nasie tufanye sasa vyetu wenyewe tutafanya. Ndio unasikia sasa wanakuambia wataweka kamba mpaka mkila veni. Na kisi niko naongea hapa hivi, kamba zishaanza zamani. Zamani zishaanza. Unaona? Hii desordre yote iko hapa. Haiko wazalendo ndo wanaiweka sasa, ndo mjue. Hii desordre zote za makamba zikianza, haiko wazalendo, ni kosa la arme yetu na organisation ya kama arme wabunge wanarekonetre kwamba rade iko inapewa 4 millions de dollars chaque fin du mois. Ile franga, mbona wazalendo hawako wanapata motivation? Mbona wazalendo hawako wanapata chakula gisi na vostedi? Ile franga iko naenda wapi? Ninaposema hawako wanapata ni kwamba iko na kuwa insuffisance za mingi. Uko na 1000 personnes unapewa saki 12 za bunga, zitaenda wapi? Hazitafaidika. Hazitasaidia chochote. Ni pesa, ni unga wa kula wiki moja tu. Saki 20 watu 1000 watakula mara ngapi? So inakuwa iko nakuwa na ugumu mwingi kiasi kwamba unakuta wazalendo walijaribu kujisumetre, kufuata sheria, kuheshimu viongozi mbalimbali, kupigania taifa wanajitolea, lakini sasa wale viongozi wa juu wako wanaleta madharau kwa wazalendo. Na hile madharau haistahili. Hatuwezi kubaliana na madharau. Nafikiri kwa yule mwenye iko nanielewa vizuri sana kwamba sisi wazalendo ambao tunashikilia bunduki, na sisi ambao tunashikilia microphone, na sisi ambao tuna supporti wapiganaji, na sisi ambao kwa sababu tuko categories nyingi za VDP. Na kila watu wanafanya kadiri vile wanavyoweza. Huwezi kushika silaha lakini utasaidia chochote ambacho uko nacho. Huwezi kushika silaha lakini utatoa taarifa, bwana huko mimi niko nimeona hivi na hivi na hivi, utapita hivi. Wote wale ni wazalendo na ndio wako wanatetea taifa lao. Sasa angalia hii hapa. Ahadi serikali inatoa kwa wanaopigana. Leo hii kama Rubaya iko inakuwa na pressure mingi, ni wazalendo. Wazalendo ndio wanaonesha nguvu mingi Rubaya. Tofauti na FRDC. Huko fasi zenye FRDC haipiganaki, ni wazalendo ndio wanapigana na wanachukua. Kisha baadaye ndio FRDC inaingia nyuma. Tulishuhudia vita za Kigurwe, Kabunambo na sehemu zingine. FRDC ya kupigana, wenye wako wanapigana ni wazalendo. Vita ya Kigurwe kule walipigana ni wazalendo, walipiga titi mpaka si walipandisha sange na kuendelea. Sasa tukiambiana kwamba wanastahili kupewa attention ya kipekee na heshima ambayo ni ya kipekee, tunakosea wapi? There is no mistake kwamba watu wamefanya makosa hapa na hapa. No. Heshima ni muhimu sana kwa wazalendo. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatakiwa iwasikilize wazalendo. Watu wasitangaze taarifa ambazo ni za uchochezi kwa kujaribu kuchochea uwepo wa wazalendo na kujaribu kuleta picha ambayo haiko kwa wazalendo. Lakini muhimu ni kwamba komanda region wasikilize wazalendo. Na wale baboy bandeko na ngai makambu nyusu o ezoleka na parti oriental na biso eza makambo moko na mitu na kanga moko. Eske ba autorité na biso ya kisasa bayeba ka makambo ozoleka kote oyo?
po ya mibale eyaliki komanda region ya Sud Kivu Kashindi Dunia ye moko nde apesaki ordre alobaki bazalendo bakende liboso te me ifo bazonga nsima. Monguna kaka aza na Kamanyola me bango bakende esika monguna azali ifo bazonga nsima ti na Runingu. Bazalendo balobi pona nini tozonga nsima, ye alobi ke non ifo bozonga nsima parce que tosala bamwa contrôle, il faut to contrôler bazalendo et puis mbongo na bino ya motivation nga naza nango awa. Donc il faut to kende Runingu après identification na pesa bino oyo naza nango. Balobi ok ça va. Ba mosusu bazongi baozela komanda région ay. Ba mosusu batikali na ba point stratégique po ennemi azalika. Mais depuis ça fait une semaine, toki ndeka na deuxième semaine, commandant région azomona na te. Baninga baozela mais sans suite. James Fie Kadoui, porte-parole ya unité spéciale ya bazalendo, alobi boy. Tosi to envoyer ba message na biso epa ya commandant région. Tout na ye monsieur le général yo olobaki ki to ya boye okopesa biso biloko kolia na ba motivation na biso. Ça fait presque 2 semaines et au-delà mais tout le monde ote osala ko mokote siko ulingi to sala nini kimia. Bazalendo balobi à partir de maintenant soki commandant région a répondre biso te système ya makamba munjia ifo ezonga. Il faut système ya ba barrière ezonga. Siko tukotia ba barrière chaque avenue. Po biso tulia na biso mbongo ya mboka. Parce que population eza na mbongo. Soki tutie ba barrière na biso bakobanda kaka ko contribuer moi 500 1000 francs biso pe tozwa biloko kolia parce que bazalendo tozali tozwa loko moko te gouvernement ezopesa biso loko moko te. Alors bana biso bazokufa bazolala nzala, tozana ba famille, tozana bana bazotanga. Sikoyo entre biso bazalendo na FRDC. Différence eza nini? Omona réflexion ya bazalendo. Différence ya ba FRDC na biso bazalendo eza nini? Bango bazokufa na bitumba. Biso pe tozokufa na bitumba. Et puis, chose drôle, tinga na bisabino. Parmi ba oyo bazobunda makasi, c'est bazalendo. Malgré insuffisance ya ba arme lourde na biloko mosusu o bazanango, mais bazalendo bazobunda kaka kosekana nango te. Même les FARDC sont reconnaissants. Ils savent très bien que ce sont des bazalendo qui se battent fort. Mais soki tolobi boye ba mosusu ba kominde ko kotia kamwa mungu na makambo po balakisa ke bazalendo bazo déborder kaka na makambo. Mais wana yate ezaka question ya ko régler. Et troisième chose ngana na omituna, est-ce que ordre ya bazalendo bazonga sima eza ya commandant région ye moko ou bien ba pesa ki ordre depuis Kinshasa? Parce que toyebi ke commandant région azana autorité te ye moko ya ko décider qui va aller et qui va retourner. Azana ngote peut-être ba pesa ki ordre ke il faut bazalendo batikala kaka na Runingu ba FARDC bakende liboso ti Katogota. Nde wana na omituna ordre wana eza ya ye moko te euti quelque part. Et alors qui donne ces ordres là quelque part? Quelque part c'est où? Est-ce que c'est Kinshasa? Est-ce que c'est chef de l'État lui-même qui fait ça? Est-ce que c'est qui? C'est commandant chef d'état-major général qui fait ça? Biso toyebinanu te. Et alors bazalendo bazwi décision soki ba répondre bango te ouvrir manifestation 4 jours ekosalama. Mais date basi ba préciser yango te. Mais balobi soki ba répondre bango te bokoyoka kaka manifestation ya ba soldat. Et manifestation ya mutu eza na manduki ezalaka nini? Eza nde masas. Siko tokoyoka masas pendant 4 jours.
Et puis balancer message que tout le monde, chacun doit rester chez lui. Oya kobima pa na ye akende ekotala ye. Mais il faut bato nyonso bavanda isika bazali. Kila mtu abakie kwake mu 4 jours. Itakuwa ni moto ya masasi. Wazalendo wanataka haki yao iweze kupewa. Kama ushawaambia ke niko na haki yenu, niko na chakula yenu, niko na pesa zenu, njoni tukutanane hapa ni wapi? Sasa kwa nini usiwape? Na kwa nini ulisema? Kwa hiyo ni hivyo. Neno lingine wanasema wazalendo kwamba hawatarudi nyuma na wao wanaenda kufata adui. Wanazuiana na adui, hawatarudia nyuma. Mulwenge waliingia kupigana na hivyo. Kwa hiyo mambo mengine yote hii ambayo tungefanya ya Makobola naona nitaifanya kwa wakati mwingine. Muda wangu umenitupa mkono. Big up sana kwa Shida Kizenga Tembele, King Sele Kizabe, Ayuba Mashaka Yamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Leteshe, da Asha, Darwe na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papira Jab, ndugu jamaa na marafiki wote ambao wanasikiliza Baraka One TV. Tukutane majira ya saa 9 kipindi cha habari na maelezo. Bye bye.